majina ni Peter Ochieng Odhiambo. Leo nitaongea kwa habari ya ujenzi, na kabla sijaongea kwa habari ya ujenzi, kuna msingi ambao tumepewa siku ya leo katika kitabu cha Yakobo 1:22. Ikaongea kwa habari ya wewe kujitazama katika kioo. Bwana asifiwe. Amina. Unaposema wewe kujitazama katika kioo, Mkristo ana kioo. Si ile ambayo unajua yenye unatumia hiyo nyumbani. Kioo ya Mkristo ni Biblia. Kama wewe unajitazama katika hiyo kioo yako nyingine, alafu unaona kweli ninafaa nirekebishe hiki na hiki katika maisha yangu, ndipo nikitoka nje nitaonekana vizuri zaidi. Hata kama wewe Mkristo pia ulipoamua kwamba unataka kuwa Mkristo, ulipewa kioo yako ambayo ni Biblia. Unapofunua hii Biblia, kuna maandiko fulani ambayo unaweka ndani ya maisha yako. Kama kweli haya maneno unayapokea na yawezi yakakubadilika, unatoka nje tena unaonyesha tabia zisizofaa, wewe ni kama yule mtu ambaye Biblia inasema anajiangalia alafu anajisahau. Bwana asifiwe. Sasa unaposoma Biblia, soma na utende kulingana na jinsi Biblia inataka. Usisome na inabaki unapoenda unatenda kinyume na yale ambayo umesoma. Wewe utakuwa haujajiangalia katika kioo. Kwa maana kioo ya Mkristo ni Biblia ambayo ndio tumepewa. Bwana asifiwe. Amina. Leo nitaongea kwa habari ya ujenzi, na ninapoongea kwa habari ya ujenzi nitaanza na masikitiko. Baada ya kupeana hizi kadi, nimeona kadi kama hii moja imetupwa pale kwa maji hapo njiani tulipokuwa tunaingia hapo. Nikaifunua nikaona jina lionekane vizuri, limefutika. Lakini ni kadi ya Harambee na Harambee yenyewe haijafika. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo si habari nzuri. Sasa unafaa uelewe hiyo kadi ina maana gani na unafaa uitumie inavyostahili. Ndio maana nitaongea kwa habari ya ujenzi. Na ninapoongea kwa habari ya ujenzi nitaongea tu kwa mtu mmoja, nabii mmoja katika Biblia aliitwa Nabii Hagai. Aliongea kwa habari ya ujenzi, na walikuwa wanajenga Yerusalemu, kanisa la Bwana, baada ya kutoka katika nchi ya Ukaldayo. Mungu akawarejesha baada ya miaka 70 kuwa Ukaldayo. Akawaambia sasa watamjengea nyumba yake ili ikamilike, ipate utukufu ule iliyokuwa nayo kabla. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Biblia tutasoma kitabu cha Hagai 1. Lakini kabla sijasoma kitabu cha Hagai, huwa napenda kuweka msingi. Na nitaweka msingi katika Mathayo 6:11. 6:11 inaongea kwa sisi na yale ambayo matamanio yetu. Wakristo tumekuwa na matamanio mabaya, ndio imefanya Mungu ametutenga. Kwa maana Mungu anataka mtu aliye na matamanio mazuri. Bwana asifiwe. Amen. Mungu baada ya kutoa watu katika nchi ya Ukaldayo, walikuja wakamjengea nyumba kwa miaka 14. Mungu akakasirika. Hii ni nyumba gani? Nyumba yangu yenye aishi. Mmejenga miaka 14 naishi. Lakini nyumba yenu mnapoanzisha tu kujenga leo, kufika kesho imeisha. Bwana asifiwe. Amen. Lakini yangu miaka 14 na nyumba haijaisha. Mungu akatuma Nabii Hagai kwenda kuongea na wana wa Israeli. Akasema hasa penye mnaenda hapo, mimi Mungu nimekasirika, kwa maana nyinyi hamjaniona kama Mungu wa manufaa katika maisha yenu, bali mmeona shughuli zenu kama za muhimu kuliko mimi ambaye nawapa nguvu na ujasiri wa kupata mali ya kufanikiza shughuli zenu. Bwana asifiwe. Amina. Ndio maana nimetaka mtu asome kitabu cha Mathayo 6:19. Kasoma maandiko ndio kutoka kitabu cha Mathayo 6:19 inasema. Ndio. Msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo. Ndio. Na wevi kuvunja na kuiba. Bali jiwekeni hazina mbinguni, kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu wala wevi wala hawavunji wala hawaibi. Ndio. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Bwana asifiwe. Maandiko yanamalizia na hiyo hadithi ya hazina yote. Kuna hazina mbalimbali. Kuna hazina ambayo mtu huwa anaweka hapa duniani, na kuna hazina ile ambayo mtu anaweka katika ufalme wa Mungu. Unaambiwa ile ambayo utakayoweka duniani itaharibika, na ile ambayo utakayoweka katika hazina ya Mungu itakuwa salama. Amina. Bwana asifiwe. Sasa ni wewe umeamua kuweka hazina yako wapi? Onyalo kula mgao, your all priorities
Nobona yesienda hapo umaki nyumba ila dara mu tiles la khola sinda ba khairangi lakini nuibira nyumba ya Nasaye ni ibindu byohora ibyo byose Nasaye na bilona anahesabu kama kazi bure. Bwana asifiwe. Anasema utakapoweka hazina katika nyumba yake ama utakapoweka first priority awe yeye na yale yote utakayefanya yatakuwa salama. Bwana asifiwe. Unajua kwa nini watu huwa hawakuji kanisani? Kwa maana hawaja invest kanisani. Lakini kama utaweka investment yako kwa Mungu, utakuwa unataka kuwa karibu na Mungu kila wakati. Lakini kama unaweka investment yako mbali na Mungu, utakuwa unaona hauna shughuli na Mungu. Heri ubaki tu nyumbani uone TV yako, heri ubaki nyumbani ukae kwa kiti kizuri, kwa maana nikienda kanisani nitakaa kwa bench, nitasinzia nianguke, kwa maana hujai nunua kiti kizuri ukaleta kanisani. Bwana asifiwe. Sasa tujaribu kuweka hazina yetu kwa Mungu na tutaona kweli mahala pa Mungu ni mahala pa kufurahia. Bwana asifiwe. Daudi anasema anapopatwa na shida yoyote, anasema nitakimbilia nyumba ya Mungu na hapo ndipo nitapata utulivu. Lakini kuna watu wamekosa amani, lakini wanasema heri nibaki nyumbani kwa maana nimekosa amani. Bwana asifiwe. Kwa maana hajaweka hazina kwa Mungu. Na utakapoweka hazina yako kwa Mungu, utapata kupata mengi na mengi kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Ndio maana tunarudi katika kitabu cha Hagai. Hao watu miaka 14 hii yote walikotoka uhamishoni, walikuja wakawa na maisha, wakajenga nyumba, wakazaa watoto, wakaendelea, lakini nyumba ya Mungu ikabaki jinsi ilivyokuwa. Bwana asifiwe. Amen. Nitauliza secretary leo amerudi, bahati nzuri amerudi. Ulianza hii ujenzi lini? Wewe ndio ulikuwa secretary wa ujenzi. Ilikuwa 2010. 2010. Leo ni miaka ngapi? Nyinyi ndio watu Hagai amesema. Bwana asifiwe. Kuanzia 2010 hadi leo watu wangapi wamejenga nyumba? Haijakamilika. Walipoanza kujenga mpaka leo haijaisha. Kuanzia 2010 umejenga nyumba yako haijaisha. Mmoja tu mwenye amejenga tangu 2010 mpaka leo haijakamilika, lakini bado anaendelea. Bwana asifiwe. Hapo ndio tunaona mpango wa Mungu ukiwa mbali na sisi. Kwa maana hatujaweka hazina kwa Mungu, tumeweka hazina kwa dunia. Bwana asifiwe. Ndio maana kila kitu chako kinaharibika, kinapotea, kinatawanyika. Kwa maana haujaona Mungu kama mtu wa manufaa katika maisha yako. Kuanzia 2010 hadi leo ni miaka ngapi? Na ingekuwa kweli uliona Mungu kwanza, kuanzia hiyo siku hadi wa leo, ungekuwa mtu tofauti sana. Kwa maana Mungu angekuwa anatimiliza maneno yako na inatimilika kama inavyotaka. Kwa maana unaomba kila siku, Baba yetu aliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama kule mbinguni. Yatatimizwa kweli kwa yale ambao hujafanyia Mungu pia. Atatimiza mapenzi gani katika maisha yako? Bwana asifiwe. Hakuna yoyote kitakachotimizwa hapo. Tusome maandiko yetu. Hagai ngapi? Hagai 1 kuanzia 2. Ama anzia 1:1. Hagai 1:1 inasema, ndio katika mwaka wa pili wa Dario mfalme, ndio kwa mwezi wa 6 siku ya kwanza ya mwezi, neno la Bwana lilimjia Zerubabeli mwana wa Shealtieli liwali wa Yuda, na Yoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu, kwa kinywa chake Hagai nabii, kusema, Bwana wa majeshi asema hivi, ya kwamba watu hawa hawasemi kusema, huu sio wakati utupasao kuja, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ya neno la Mungu linakujia gavana. Hiyo wakati ilikuwa gavana. Huyo alikuwa gavana na kuhani. Neno likawajia gavana na kuhani kuambia nyumba ya Mungu imekaa huu muda wote, lakini bado watu wanaendelea na shughuli zao. Je, hakunapo mtu yoyote ambaye anaona nyumba ya Mungu pia ni shughuli ya muhimu, kwanza ishughulikiwe ndipo shughuli zetu ziendelee? Bwana asifiwe. Neno hilo likakujia nabii wa Mungu kwenda kuambia watu, ende waambie makuhani
Niende waambie viongozi wa dunia, shughuli zote zisimame hadi nyumba ya Mungu ikamilike kwanza. Bwana asifiwe. Ndio maana unaona tumealika watu wa viongozi wa dunia na tumeweka makuhani pia, ili shughuli zisimame, ujenzi uendelee. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Maana neno lilimujia nabii Hagai. Tukasema vile neno lilimujia nabii Hagai, hatutaenda tu na watu wa kanisa. Tutaenda kama unabii ulivyoteremka. Twende tuchukue gavana ambaye anaasilia mambo ya kisiasa na tuweke makuhani pia, ili wamjengee Bwana nyumba yake iweze kuwa nyumba ya heshima. Bwana asifiwe. Amen. Na neno hili lilipomujia, viongozi wakasikamana na wakafanikisha kazi ya Mungu. Na kazi ya Mungu ilipofanikiwa, watu wakabarikiwa. Na kabla kazi ya Mungu haijafanikiwa, watu walikuwa wanapitia tabu nyingi sana. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hii miaka 14 ambayo walikuwa wameendelea na shughuli zao, walikuwa hawajaona amani yoyote katika shughuli zao. Kwa maana nyumba ya Mungu haina amani. Mungu hana amani, wewe hautapata amani. Wewe unataka mafanikio na nyumba ya Mungu haina mafanikio. Wewe unataka kufanya nini na nini na nyumba ya Mungu imeparara, wewe utaparara. Uombe usiombe utaparara. Bwana asifiwe. Amen. Lazima nyumba ya Mungu itapata utukufu unaotakikana, ndiposa wewe pia utakuwa katika utukufu unaotakikana. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo neno lililomjia Suleimani pia kutoka kwa Mungu. Baada ya kujenga nyumba yake vizuri kwa miaka 13 na akajenga nyumba ya Mungu kwa miaka 7, Mungu akakasirikia Suleimani na akaondoa ufalme wake katika Suleimani. Suleimani akaanza kusambaratika. Bwana asifiwe. Sasa kama wewe utachukua kazi yako kuwa ya muhimu, shughuli zako kuwa za muhimu, na unaacha nyumba ya Mungu inabaki jinsi ilivyo, wewe umesasambaratika katika maisha yako. Wewe hauna jambo lolote ambalo unajivunia. Ndio maana tunaambiwa hata kama roho itasema ati sisi tumewaekea mizigo nyingi, lakini tumalize nyumba ya Mungu kwanza. Wacha iwe mizigo iwe, lakini tuchukue nyumba ya Mungu kwanza tuimalizie. Kwa maana Mungu atatulipa katika hiyo kwanza. Ndiposa yale yote ambayo tunataka itafanikiwa katika maisha yetu. Amen. Endelea madhara waliopata wana wa Israeli kwa kutozingatia nyumba ya Mungu kwanza. Tano ndogo inaendelea ikisema, basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, ndio, zitafakarini njia zenyu. Mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Bwana asifiwe. Watu wameinvest, lakini kila mtu analia tu. Ofungu ule bwaro wao bwa moki bwa deha. Kila murimo kuohola kora musende chifunya chichichanga saibere biashara ibere sinanya asiha paka inyumba na sayere bamu khali yayo yenyana noho welko laho sio siama honokao wasi mamba sinani na sohore na sayare roho mkono. Bwana asifiwe. Sasa utapanda kila sehemu, lakini hautavuna chochote kama nyumba ya Mungu itakuwa jinsi ilivyo. Endelea. Mnakula lakini hamshibi. Mnakula na mshibi. Bwana asifiwe. Na gharama kubwa ya mtu huwa ni kukula, lakini kama anaweza kula na shibi, huyo mtu anaweza fanya shughuli yoyote katika maisha yake. Kwanza utashiba uridhike, ndiposa utafanya lolote. Na siku za mwisho Mungu anasema watu watakuwa na kiu. Watatafuta kiu ya maji na chakula. Lakini haitakuwa tu ile maji na chakula yenye unajua, ya kumtumikia Mungu kwanza. Kiu ya kuweka Mungu mbele ndipo shughuli zako zifuate. Lakini kama wewe umeweka shughuli zako mbele, utatafuta lakini hautakuwa na chochote. Kila wakati utakuwa unabaki kuna mahitaji yanakuhitaji. Bwana asifiwe. Kama utaweka kazi ya Mungu mbele na shughuli za Mungu mbele, kila jambo utakalolipanga litakuwa linatimilika. Hadi unaona kweli nimebakisha kitu fulani, naweza hata pia mimi nikaenda nikaburudika. Bwana asifiwe. Lakini kama hatutamaliza shughuli za Mungu kwanza zikamilike, chochote hata tuwe na mali kiwango gani, zote tutaonekana kama wenye wamepungukiwa bado. Tunahitaji zaidi kufanikisha. Lakini kama tutafanikisha ya Mungu, hata kidogo utakachokuwa nacho kitakuwa kikubwa. Bwana asifiwe. Amen. Sasa kama tunataka kuendelea kupungukiwa, tuendelee kufanya kwamba tunajijali sana na tujui kama Mungu pia yeye anasikia vibaya anapotuona tunakula na nyumba yake inabaki jinsi ilivyo. Utaendelea kula na utaendelea kuwa na njaa kila wakati. Zinapotoka tena unakumbuka kuna kitu fulani pesa hazijanitosha kununua.
kuna kitu fulani, yani mahitaji yatazidi kuwa mengi sana. Zaidi vile unatafuta sana, ndio zaidi ya mahitaji yanaongezeka katika maisha yako, kwa maana haujafanya kile uamuzi unaostahili. Na uamuzi unaostahili ni kushughulikia mambo ya Mungu kwanza, ndipo yako yatatimilika. Bwana asifiwe. Amen. Maandiko yamesema tutafute ufalme wa Mungu na mengine yote tutazidishiwa. Lakini kama tunatafuta ufalme wetu na ya Mungu tunataka tuzidishiwe, hatutazidishiwa jambo lolote hata moja. Hakuna. Endelea. Mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mmekunywa lakini mnaona kiu kila wakati. Hata ukunywe nini na nini bado kuna kiu. Endelea. Mnajifika nguo lakini hapana aonaye moto. Watu wanajifika nguo lakini hakuna aonaye moto. Bwana asifiwe. Watu watemere kwefunika sie kenyesi ya bantu bachako ballahu kama bantu baishima, lakini hata umundu abatambuanga. Hata wabene ndesende changa umundu akutambuanga nwaranyalo bora nacho nasaye. Onyaloba nei mali ya hakende waba nende mitoka waba nasi lakini nuwaranyalo chitumikira huna sae na sae ni anyalo kila heshima yao ya khainuka ama yade dimia tibijalisia onaba nende imali ya kenge oba nende heshima inda hii inalu la huna sae ano paramba onyalo kula inguwa ya heshima ya kuberesia lira languwa mba heshima orioko ranga bukula sele chao echo okowele na sae na onanyo la heshima. Bwana asifiwe. Amen. Ninakuefu alengo yara ndo halakene bana wala mundu wa mumure hengi. Wake nanga bantu bakulola kama mundu tofauti. Na uriya mundu aliyosumbukana ngane ndio kukonya bintu vya dhahabu. Yego yale chibingili fana chechi dhahabu. Odi yego yale gold, odi yego yale diamond. Lakini watu wanapomuona wanamuona kama mtu takataka hafai kabisa. Kwa maana hajaweka Mungu mbele kwanza. Hajafanikisha mambo ya Mungu. Heshima na utukufu inatoka kwa Mungu. Kama unataka heshima, tafuta Mungu na Mungu atakupea heshima ile unayotaka katika maisha yako. Bantu bandi benyanga babantu baronga chinde wabanyenyeke. Batu nakuheshimu, lakini bareheshima ngao na sae. Nuareheshima ngao na sae nende imani yao nende matoleo kama nende kutumikira nako. Wichoko nyabantu bakuheshime, lakini nona kalohana ni bachaka so kulomaloma. Kila noka lugha na nibachako hulo maloma, hakuna heshima yoyote utakuwa nayo katika maisha yako kama uwezi ukamheshimu Mungu kwanza na ukamtumikia, ukamfanyia kazi yake, ukakamilisha nyumba yake. Kila jambo katika maisha yako limesimama, kwa maana umechukua mambo yako kuwa ya muhimu kuliko Mungu. Amen. Endelea. Inaendelea kisema, ndio, na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kutia katika mfuko uliotoboka. Mfuko unapata mshahara unatia katika mfuko uliotoboka. Mfuko uliotoboka ni kwamba unapata mshahara ambao huwezi ukapanga chochote katika maisha yako. Unapoupata ni kama umekaribisha shida katika maisha yako, inatoka hata na kile ambacho ulikuwa umeweka katika maisha yako. Bwana asifiwe. Wale wale shilingi 100 no mala no lenya ngeyo haramu shamwezi ngefebe changa uno cheka ko cooperative yangi mabodo nyaho musino haramu jaingo ni sangare abanabe raya ndaswa pinga hondabu kula ndabira ko TM ndabu kula ho musino nuona igo no nyola mbata hala chwalu lanacho mu bank ende vidi nyubirigo haramu ikira chiosi. Bwana asifiwe. Amen. Ndio hali ona menyera mugula mugwao wichomenya kama mtu mwenye amelaniwa, kile kidogo unachopata kinakuingiza katika madeni zaidi. Bwana asifiwe. Unafurahia kidogo unapokiona kimeingia, lakini baada ya hapo unajipata katika tabu kubwa kabisa, kwa maana hujamuona Mungu kama wa muhimu sana katika maisha yako. Unapomuona Mungu kama wa muhimu na ukamilishe shughuli zake zote kwanza na zako zifuate, chochote kidogo utakachokipata kitakuwa cha manufaa katika maisha yako. Lakini kama utakichukua kile kenye unachokiona ni kwamba ni muhimu sana, utakapokichukua kuwa cha muhimu na utaenda kukopa watu kuongezea ili kufanikisha mipango yako, utaingia kwa madeni, utaweka kwa mifuko iliyotoboka, mifuko ambayo inaleta hasara katika maisha yako. Bwana asifiwe. Sasa mfuko ambao umekamilika ni hazina ya Mungu. Tuweke katika hazina ya Mungu na tumfanyie Mungu kazi yake na kazi yake ikamilike. Bwana asifiwe. Lakini no sisi leo siasa mbalimbali roho mizigo mingi hata roho yote ya bora. Baraka kila mtu anapigania. Sasa nyalo pinga roho, lakini henjo kwa nrachi baraka change kama esi. Njore haya nyo pinga roho chende roho yote.
anande sana yabola arese sindainya kuba roho yabola kuriora kubandu mizigo lakini chibaraka kila mundu akuyanuranga che nisinja kuicha olwanura chibaraka change mwenye ninasaye anamberese siriasi anapo. Sasa mimi sitangojea ati siku gani na gani na gani, nitaenda kupigania baraka zangu mwenyewe. Bwana asifiwe. Amen. Yakobo niye nyobarikiwa yapa mananele malaika kana sae paka gwile kwake wako lasi indafuraha ninda ranyo lasi yasianda hanga no sire hango jongane ende na sae no ranyo lasi yasiwe nyanga endelea kuini besta muna sae ende bandu bare mu mizigo kyake ewe manyana sae we nyanga reho urama kwa ka bandu baba golamba baraho mizigo baraho sina nasi ewe manyana sae we nyanga nisonalo la mizigo ekyo lakini mwamanya bandu abo takiro dolanga mizigo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Endelea. Saba inaendelea ikisema Bwana wa majeshi asema hivi, ndio zitafakarini njia zenu, pandeni mlimani mkalete miti, mkaijenge nyumba yangu, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Mungu anasema tutafakari njia zetu. Kwanza tutafakari njia zetu. Lolote tunalofanya limesimama, limeharibika, limesambaratika, si kwamba Mungu hataki. Mungu siku zote anawazia walio wake mema, anawazia kuwainua, kuwabariki, kuwazidishia. Lakini akipata watu hawa naye wanamwazia yaliyo maovu, Mungu anakasirika. Kama tulivyosoma wakati mmoja katika kitabu cha Nahumi 1:9, kikatuuliza mnamwazia Bwana nini? Na Mungu pia huwa anakaa anatafakari, huyu mtu huwa ananiwazia nini? Ananiwazia kunipora ama ananiwazia kunifanyia nini? Kwa maana Mungu anasema dunia na yote vijazavyo ni mali yake. Lakini katika hiyo mali yake anataka kidogo, na wewe unaanza kupita hivi, unaanza kufanya vikao, unaanza kuleta mambo mengi na mengi ili kutatiza kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Na wewe umelaaniwa. Bwana asifiwe. Wacha kusema mtu fulani alikulani, ni wewe mwenyewe umelaaniwa, kwa maana unamwazia Mungu yaliyo mabaya na unataka mema yatoke kwa Mungu. Mundu eolinga mwibusi ochire musiro no kulama remwa kao karano. Nuwa malokulama remwa kao karano wala na koingo. Nuwa muoberesia bana bao baye. Abo ababeresia no no baberesia no ba siesi mwangu ekomberesia remwa go wabo nemba mchukue mkule. No basa bamba muhengerero ni bahaya. Ewenga mwibusi lundi nuichende sindu ohola handi nuichende sindu ni bana bano becha oparambo na baberesia ndi ona ngi Roma naho kwanza siao sikuyera niho nyaloba kabaho no paramba na sai bire kusialo kuna byosi ne bintu bya nasai ata wo sio rwana sai ni amua hara bukure bimuyera niho hara bakabeho bidonga abasiala sinasi nabasiala. Bwana asifiwe. Amen. Hayo ba mu kitabia kiriya cye kesi ambari atabuna sai kwa kutemanga ku practicing huma usikwegizistinga. Kwa maana ametupea dunia na vyote tulivyo ni vya Mungu, na katika hizo za Mungu ndiye anataka tumjengee naye nyumba yake. Na sasa tumeanza kulia, imekuwa hivi. Mungu hajasema beba kila kitu uje ujenge nacho. Amesema kwa kile ambacho nilikupea. Na unaposoma katika kitabu cha Kumbukumbu, kitabu cha Exodus 35 inasema kila mtu katika moyo wake wa kupenda aliamua kulingana na yale ambayo nimeona Mungu akitutendea kule Misri, na tukatoka Misri tukaingia katika hii nchi, na akasema mkuje mnijengee hema. Watu katika mioyo yao ya kutenda walipeleka hadi ikazidi, hadi Musa akasema mwachie hapo, hii imezidi sasa, itabidi mwachie hapo, kwa maana imezidi kiwango kile ambacho tulitaka. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo spirit ya kwenyanga banoni bandu bali baduchi ho mkono kwa nasai na wama lolo la mkono kwa nasai wenyoba ngabandu bahagai wana sai bado la mkono kwa nasai miaka kibira 14, lakini sibatambua nga mkono kwa wanasai kwa bado la ngula mugwao. Watu wengine wamekuwa kama watu wenye Hagai alikuwa anahubiria. Baada ya miaka 14 mmeteseka miaka 70 Babylon. Mungu amewatoa, mmepita miaka 14, mnasema tumeteseka sana, tumepoteza sana, wacha tujijenge. Mmesahau kumjenga Mungu aliyewatoa kwanza. Kilichowapata ilikuwa hizo tabu ambazo tunazisoma siku ya leo. Bwana asifiwe. Sasa tutakapomweka Mungu kwanza na tuweke kazi ya Mungu mbele kwanza, tutakuwa na kila kitu ambacho tunataka ndani ya maisha yetu.
Bwana asifiwe. Know that the richest people in the world ni bantu bayaba muoyinya. Ni bantu baramuoyinya nibo maskini musialo munene. Ololanga Bill Gates afandinge chineti okavasi yalo silamba. Byalo bere mu malaria lakini yali hanga. Lakini yeoma newe harohandi wamanya. Ouma ali accountability muno kubididi byali nabyo. Ni tajiri hata sasa mukana ngenda accountability bingira zaidi. Haro horanga accountability sindu sioma. Bwana asifiwe. Ouma sio lakini harone hori makini bochunga kabisa swenya sidondobana. Ochunganga sio uma. Konya kwanza obe nabyo na saya kuberesi alafu chako be hora accountability. Bwana asifiwe. Amina. Tuendelee. 9 inaendelea ikisema mlitazamia vingi kumbe vikatoka vichache. Ndio. Tena mlipovileta nyumbani nikavipeperusha. Ndio. Ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi. Mwerevanga ndio. Bali kunyanga kila siku omo mundu abolanga mbese sinda house yosios. Kila siku mundu asabanga na sai amubeho. Ina sai ni amalovu baho. Wamalawa kuicheno bolanga bandasabira na sai mbese hala hecho inya sukurani kwa Mungu. Nuko amalo sabana sai na ruberesha ni kuibira. Ina sai abolamba wasabira ngeda bya hecha anda hokwekesia mugo ingira yabechiraho andingira bilura ngaho. Ibyosi abubuyola ni bigwao andio donga kuicho sabahani. Anomalo sabahani bicha bigwao. Hasona jonga kuicho funganga ba wenya bindu. Bwana asifiwe. Amina. Chikanga cyose ochango ofungira wenya sindu fulani. Nuwa malosi nyola handi sigwao. Warere banga omugula mugwao. Mbese kinyanga cyose cyamenyera kusyalo kuno. Na amangi ende na sai ni bantu balamangi ende na sai babechanga nabyo. Bwana asifiwe. Amina. Bana babechanga nabyo sibimba bakula majini. Ama bantu babechanga nabyo sibimba bachanga honga na sai. Wakolanga sindu siana sai abola. Bwana asifiwe. Amen. Hasa kama wewe pia utatazamia jinsi inavyotakikana utapata kile katika unachotaka. Lakini kama utaendelea na tabia zile ambazo umekuwa ninazo unataka lakini hutaki kutoke kwako. Nomba dosa bana sai nyama loko bese no ibera. Kunyala kwa mbana ndi ujezi. Kwa mbana sinane lakini bantu sibakumbukanga. Lakini mundu ni abalonyo wala sidinyu ni echa kwa imano abantu banasaye Bwana asifiwe bana bange bariendi nendendi Yesu nyumba iriendi Musa cha wanga iriendi mani muna amireko Bwana asifiwe. Amina. Bani bamulora sisa ni bamuhora lakini bamulora sisa yare sisa yare changa ho ni imano besori ingana ngamwa ikanisa yema ninange nende sinu chese nda hecha kwa imano nende nasaye kuba habere mbasare nasaye kube ingiramu tinda habere tinda hira ikhaje Bwana asifiwe. Amina. Hamutafakari haya maneno katika maisha yenu. Ewe chinyanga cyose wabere mu wamali omwera omwachikireti omwata 1020 kumusi. Lakini kurangira sana rambe sana ukubesha saikadi ya silingi 10 nubona banu arenyo ikenge mane rugamira sio na rugamira bado yosio chotu uparia. Bwana asifiwe. Amen. Kwa nasaya hakure hero wadonga no angayikira mu madwe no umwa sende chao cyose nikigwera mu madwa no angayikira bande mu makinga bande bangayikirae kuba nasaya yokwera rirango okufungula chimoni lakini solola nasaya unende ariyokolanga simugula mugwa. No para sinu makuwakaria kana saya khola mugula mugwa ata so hado bagaino ngende nasaya wakasumu henge sai chuno wala balero basumuha imusino ni konera umurengero kwange buremu muko ina nyanja nayo mukanesa. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Yani weini akubindi byana sai nende moyo kurya murehule kuringana nende byana sai amaloko nende moyo murehule ngula mugwa na sai suwa mubura ibaho obao bandi bebulwanga ni bafwa bandi atoye raida ni bwamu lakini yena webulo pako ruorero sisu mbwanga na sai yumaho hongo yoani pana sai chindu siana sai kusabanga no mutumikira sai ongani omuomba hira ikana sai ongani omuhora sabindu bididi lakini byose yotakira sora mu siasa. Bwana asifiwe. Amina. Unahola siasa nwenyoba mwana siasa chohola siasa inyamu kanisa no chohola siasa uchofanikirwa kuba bariwo bose bafanikirwa ende siasa lakini wana saa siasa si umao ni mundi hata imao siasa wana saa yare lusipa ni arusumbwanga musialo muno kuba chozi kora wana saa ina saa ya musinde kwa siasa sibechanga. Bwana asifiwe. Arunu wenyoba wa siasa chohole musialo nwenyoba wana saa ichamuka kanisa wana saa kola mirimo kana saa. Bwana asifiwe. Malizia. Naendelea ikisema ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika. Wakati ambapo ninyi mnaikimbilia kila mtu nyumba
nyumbani kwake. Basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa zisitoe umande, na nchi imezuiliwa isitoe matunda yake. Bwana asifiwe. Kwa ajili ya bandu bandi bali munende ndio bali okeranga n'ukusanda. Siburi so sananga bihaya kuriyo sananga kwa ajili ya bandu bandi bakosana ende nasaye bali mukarwe. Uba sibenyo olanga nasaye yenya. Yakere harona saye kalari kulu ili baracha banyo la chibarako olula wana saye. Nasaye komba rukonya rukore malai, lakini kwa ajili ya bandu bandi baga maisida mukanisa ya nasaye tibenyo tumikira nasaye tibenyo kuomba niba bola batyoso masitabo ni bandu bakonera ikanisa inamba niba bola kuhodesi ni bandu beseta bozi ni baamua. Bwana asifiwe. Uyo kamiranga bandu bandi osanda ni nyanga yindi kwa lilamani nasaye ya haki. Ni haki ndiye kukula bandu bandi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Kwa maana Mungu ni Mungu wa haki. Na siku yenye atasimama na haki yake watu wengine wataangamia. Bwana asifiwe. Amen. Arona sai ni aruberesia mani aruberesia obunyala kumupare kumutumikira nende bya bya aruberesia. Uhayo biramu siasa. Bwana asifiwe. Amen. Oramba ni ngola bonyala kuyinya yinia sikuna kuyika nola mbasonyalo yinye yosireha. Kwa maana baraka kila mtu anapigania kutoka kwa Mungu. Lakini tafakari njia zako wewe ambao na question kazi ya Mungu. Paraho muchingira chao, paraho mubula mugwao. Gorera ama wenyanga bubeko zaidi ya bure. Nenu wenyanga bubeko kula yokira mu hali ya bure. Kwa nyechingira chao nende nasaye, ni nasaye anakwanyama kwa kao korera. Lakini ni wenyanga budomo samuhanga kwa samuhendio. Endelea na kazi unayomfanyia Mungu na Mungu pia atakulipa kulingana na hayo. Malizia ikisema nami nikaita wakati wa joto uje juu ya nchi, juu ya milima, na juu ya nafaka, na juu ya divai mpya, na juu ya mafuta, na juu ya kila kitu itoacho nchi, na juu ya wanadamu, na juu ya wanyama, na juu ya kazi zote za mikono. Bwana asifiwe. Mungu anasema anaita joto, si joto. Mungu analeta kiangazi juu ya mikono yako, juu ya kila kitu ambacho utafanya. Bwana asifiwe. Amen. Hata leo wachirenga ono bola baharuna maloko la chisukuli change hanje muluhe. Chuma usindi sio chodo ngamusa yao sio nyalo chohulugira. Na saa echoga makiangazi juu ya makazi zako, juu ya familia yako, juu ya shughuli zozote ambao unafanya. Hata kama ulikuwa unaenda kubangaisha unapatako kazi, utakuwa unabangaisha lakini uone chochote. Mungu analeta kiangazi, na analeta kiangazi kwa maana watu hawa wamekaa wakiangalia mambo yao, hawajakaa wakiangalia mambo ya Mungu. Bwana asifiwe. Na kama tutabadilisha mawazo yetu, kwa maana Ezekiel inasema ikiwa watu hawa watagairi na kuiacha njia yao mbaya na wakanitumikia mimi Mungu, Bwana asifiwe, na Mungu atagairi maneno fulani yataondoka ndani ya maisha yako. Na saa ye choba dilisia isambe ile yolo langa mugula mugwao nibiri mbawo sio nyaloba dilisia wama nyamba na saa ye nyafi ni wamu tumikiranga na saa ye na saa hali tayari huba hapo la mkumbuku Deuteronomy, not Deuteronomy, Chronicles na saa ya maloma 7:14 ina saa ya maloma na boranga Suleimani nyama lomo mbahira nyumba yake amelekana sana boranga baharomanu banani bane chane ndama ruwa ye banaona. Bwana asifiwe. Uichoba na malua ikanipa kula amera kanaona. Lakini nona haikana baliswanyalo funyira na sae kwa mutumikana na imali yao. Uichoba na malua ikanipa na kula ameranga no paramba abane David nyiboni. Yani malua ikenyo sipenanga sende. Kila bulwe ni buicha ni sende chironda ho chichasa. Kila singesio sio hola ho ni sende nicho chio rangira ibere. Yani Mungu ataleta kiangazi na hii kiangazi itasafisha kila amani ya maisha yako. Hii kiangazi itasafisha kazi zako, itasafisha ufalme wako, itasafisha familia yako, itakuacha kama wewe umesambaratika. Bwana asifiwe. Kama watu hawa wamekataa kumtumikia Mungu na wamekataa hawataki kugairi na kurudi na kumjengea nyumba, wamekataa kurudi ndani ya vilindi vya moyo yao. Bwana asifiwe. Na saa ya bora kuchokulugulu. Na saa ina bora kuchokulugulu sabolamba harako sikululano, harako kufungira ujenzi. Na saa ya bolanga bali kuingira mukaru wa butakatifu bure mukaru wa moyo kwefu. Kwa chungu sio mbakure batakatifu banyelo kola simi silula mukaru wa moyo kwefu. Kwa mutumikirane nasio.
Bwana asifiwe. Amen. Nonyala kwa chungusie kweli ama nonyala cha takatifu hapa takatifu wa Nyasaye ambaye niyo mukari wa moyo kwao niwamwolu la mukari wa moyo kwao kwamba na kumutumikira Nyasaye nende sindu fulani Nyasaye itakuwa seresia hali yao mkula mgongo. Bwana asifiwe. Amen. Nadhani kila mmoja amesikia na kila mmoja amepewa kadi. Wewe mwenyewe utajihoji kulingana na moyo wako. Utajua kile ambacho utakuja nacho hapa kumtolea Mungu siku ya harambee. Na nitakuwa advice kama wewe kweli Mungu ameongea nao hata siku ya leo na uko na kadi yako hapa na Mungu ameongea nao, unaweza beba hiyo kadi yako na matoleo yako na unapeana. Ili siku ya harambee ikifika watasoma tu jina lako. Bwana asifiwe. Walarinda inyanga ingamba yeriolanu ichanayo. Rero na saya nyaloba aloma lomene de moyo kwao. Nuloloma ikadi ya wamberesi inoni ikadi choche njabula mwange kuba sisi nda hofu anyako chingira change nende Nyasaye tindaha Nyasaye kama kiangazi mugula mwange tindaha hali ya mbele ndenga nende Nyasaye da hao tumikira Nyasaye kuba Nyasaye ya mbele siamani ndoba nyumba yange indai dine sala silai dine standa silai dine kila sindu silai lakini nyumba ya Nyasaye samoha takira usamu hibuno chakire kuchambula mwange ni rero da hofu la sindu nende Nyasaye nobere sebo ikadi yeo kwa ajili ya ora sindu mwarambe icha kwamba ikanisa na Nyasaye. Bwana asifiwe. Amen. Sokona kuyika lakini Nyasaye mwena alomalo mende moyo kwa nona muwasi wenya nwenyo do ngabula mubwake robo onyalodo ngobo nwenyo chenja bula mubwo onyaloho lendio onyaloho kula ikadi no wachangisia ya rumba wafunyano handi indi nuona asabanja so kumeda nyaloho besi onyalo changisia yore nayo wafunya handi wahecha wakula indi wachangisia kuba Nyasaye alomalo mende moyo kwa nololo nyasi si muda mungi nwara hora Nyasaye haro bukulaho muda kudongera kuko sio hore Nyasaye ni imani yao ili Nyasaye usia hole wasinu mugula mgogo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Aliyesikia Mungu ambariki. Amen.